naomba niwafikishie salamu za Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye tunatambua alikuwa ndio haya mgeni rasmi, lakini angependa kuwa hapa, lakini kwa sababu ya majukumu ya kitaifa ameshindwa kukutana nanyi leo. Kwa unyenyekevu mkubwa natoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake mahiri unaendelea kuleta nchi yetu maendeleo na mafanikio makubwa katika nchi yetu. Chini ya uongozi wake wote tumeshuhudia serikali imeendelea kuwekeza katika sekta ya afya, elimu, miundombinu na ustawi wa wananchi, hatua ambazo zimeongeza upatikanaji wa huduma bora na kuimarisha maendeleo ya jamii na ya kiuchumi. Katika kipindi cha uongozi wa sekta ya afya imekuwa miongoni mwa sekta ambazo bajeti yake imekuwa ikiongezeka mwaka hadi mwaka. Kutoka kwa mfano kwa mwaka 2020-2021 tulikuwa na bajeti ya shilingi trilioni 1.03, lakini mwaka wa fedha huu 2027 bajeti yake ni shilingi trilioni 1.8. Fedha hizo zimesaidia sana kufanya uwekezaji mkubwa kwenye miundombinu, dawa, vifaa tiba, vitendanishi, huduma za mama na mtoto, huduma za vibingwa, bima ya afya na rasilimali watu. Miongoni mwa mafanikio yaliyopatikana katika kipindi hicho cha utekelezaji wa bajeti ya wizara hiyo ni pamoja na kuongezeka kwa vituo vya kutolea huduma za afya kutoka vituo 10,153 hadi vituo 23,683, sawa na ongezeko la vituo 3,530. Aidha, serikali imejenga hospitali mpya 10 za rufaa za mkoa, kukarabati hospitali kongwe 50, kukamilika maboma 180 za zahanati na kujenga vituo vya afya 390. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, pamoja na maboresho hayo yaliyoanzishwa, lakini kwa umuhimu wake ifahamike kuwa kwenye kipindi cha uongozi wa awamu ya 6 huduma za mama na mtoto zimeimarishwa na kuongeza wodi za watoto wachanga kutoka wodi 80 hadi wodi 438 na vituo vya upasuaji wa dharura kwa wajawazito kutoka vituo 445 hadi vituo 630. Kuongezeka na kuimarika huduma ya uzazi kumesaidia kupungua kwa vifo vya mama na mtoto. Ni ahadi ya serikali kwamba itaendelea kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi wa idara ya afya, kuongeza wataalamu pamoja na kuhakikisha dawa, vifaa tiba na teknolojia za kisasa zinaendelea kuwafikia wananchi wetu. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, sambamba na mafanikio haya ya ujumla kwenye sekta ya afya, lakini kwa upekee nimeeleza kwamba mkoa wa Manyara umeweza kunufaika na maboresho hayo kwa kuweza kupokea zaidi ya shilingi bilioni 44 katika kipindi cha mwaka 2021 hadi 2026 ambazo zimesaidia katika maeneo yafuatayo: mosi, kuongeza vituo vya kutolea huduma za afya kutoka 284 hadi 356. Pili, kuongezeka kwa hospitali za wilaya kutoka hospitali 4 hadi hospitali 7. Boreshaji wa miundombinu na huduma za kisasa kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa, jengo la huduma za dharura, jengo la damu salama, jengo la ICU, huduma za usafishaji wa damu, huduma za CT scan na kadhalika. 4, ujenzi wa majengo ya mama na mtoto kutoka majengo 10 hadi 28 na kuanzishwa kwa huduma za dharura za mama na mtoto. 5, kuongezeka kwa watumishi wa afya kutoka watumishi 2,340 mwaka 2021 hadi watumishi 3,584 mwaka 2026, sawa na ongezeko la watumishi 1,244. 6, kuongezeka kwa nyumba za watumishi kutoka 52 hadi 89. Na 7, utoaji wa huduma za madaktari bingwa wa ndani na nje ya mkoa wa Manyara. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, hatua hizi zimeongeza upatikanaji wa huduma bora kwa wananchi na kuboresha kwa kiwango kikubwa huduma za afya ya mama na mtoto. Serikali itaendelea kushirikiana na sekta binafsi pamoja na washirika maendeleo kuhakikisha huduma bora za afya zinafikia Watanzania wote bila ubaguzi. Bado tuna jukumu la kupunguza vifo vya watoto wachanga ndani ya siku 28 za kwanza za maisha na kufikia malengo ya maendeleo endelevu ifikapo mwaka 2030 na dira ya taifa ya mwaka 2050. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, kwenye mkoa wa Manyara zaidi ya kina mama 73,000 hujifungua kila mwaka, huku zaidi ya watoto 3,000
wakizaliwa kabla ya wakati. Katika wilaya ya Hanang pekee zaidi ya watoto 600 huzaliwa njiti kila mwaka. Takwimu hizi zinaonyesha umuhimu wa kuendelea kuwekeza huduma za watoto wachanga, hususan vitengo vya NICU, vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye ujuzi wa kuhudumia watoto wachanga na wajawazito wenye mimba hatarishi. Mgeni rasmi, tunakushukuru kwa sababu tunajua ulipokea maelekezo kutoka kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini uliyaridhia, na sisi kama mkoa tumeendelea kuwa pamoja na ofisi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, hasa na Waziri Mkuu mwenyewe na Mheshimiwa Waziri wa ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe kuhakikisha kwamba tunafanikisha jambo hili kubwa ambalo ni ubunifu wa ndani wa mkoa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunafahamu maelekezo ya viongozi wetu wakuu yamekuwa ni lazima na ni muhimu viongozi wa kwenye mikoa na kwenye wilaya kusimamia shughuli za serikali, kusimamia miradi, utekelezaji wa huduma, kuangalia wananchi, lakini muhimu ni kuja na ubunifu mbalimbali kila wakati ambao utakwenda kuchachua na kuleta kiu ya maendeleo kwenye mikoa yetu, lakini kuunganisha wananchi wa kwenye mikoa yetu waweze kufanya mambo makubwa ya muhimu kwa maslahi yao wenyewe kama wananchi kwenye mikoa yao. Bado tunaendelea kuomba michango kupitia namba ambazo tumeendelea kuzisambaza kwenye mitandao ya kijamii na maeneo mbalimbali. Na ujenzi, Mheshimiwa mgeni rasmi, hauhitaji fedha tu. Tunataka fedha tukanunue vifaa, lakini tukipata vifaa maana tunahitaji fedha. Kwa hiyo kwa yoyote mwenye simenti mifuko 2, kilobaki 1 cha mchanga, niite, mimi nabeba kichwani naleta. Lengo langu ni kuhakikisha hakuna mtoto anayezaliwa kabla ya muda na anakufa katika mkoa wa Manyara. Watoto wote lazima waishi, na hayo ndio malengo makubwa. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijamaliza, nitakuwa sijatenda haki kama kuomba utufikishie salamu hizi adhimu kama wananchi wa mkoa wa Manyara kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Kazi aliyoifanya kwenye huduma ya afya hasa eneo la mama na mtoto ni kubwa sana. Kama kuna ambaye anaona hajaona, naomba apite angalie, lakini pia waende kwenye takwimu vifo vya kina mama na vifo vya watoto. Mheshimiwa Rais amekuwa kinara wa afya ya mama na mtoto, akiwa kama mama pia kuhakikisha kwamba watoto wanazaliwa wanaishi, na mama anapopata ujauzito isiwe sababu ya kifo chake. Hiyo kazi inafanyika kwa ukubwa kwelikweli, na ndio kwa sababu kiasi sisi pia tumeona kuna haja ya kuunga mkono juhudi hizi za serikali katika kuhakikisha kwamba wakina mama na watoto wanapozaliwa wanakuwa na afya njema. Mimi ni kamishna msaidizi mwandamizi wa Jeshi la Uhifadhi mkuu wa kanda ya Kaskazini. Kwa kweli hii ni hatua kubwa kwa shirika letu kwamba tumeshiriki kuanzia maandalizi na kuchangia chochote tulichoweza. Hii inaashiria kwamba tumedhamiria kabisa kuokoa maisha ya mtoto ambaye ni njiti. Kila mtu kwa namna yake ameguswa. Kwa hiyo sasa mimi ningeweza kusema tukiendelea kufanya kazi namna hii kwa pamoja tunaweza.